Umeona sura hii picha hapa chini, nadhani uende kawa umeiona hii video au haujaiona hii video, lakini kwa nini nimekuja kuiweka hii sura hapa mbele? Ili wewe uiangalie, uende kawa unamfahamu au umfahamu, lakini nimekuja kutaka kuizungumzia mimi kama chief kwamba kitendo alichokifanya huyu kijana ni kitendo cha kulaaniwa, namna ulivyoweza kuitukana serikali ya Tanzania. Umeona hii picha hapa chini? Umeona picha hapa chini? Hii picha hii imemvua nguo rais, imetukana serikali ya Tanzania, imetukana vyombo vya sheria, imetukana dola, mamlaka ya nchi. Mimi nimeangalia hii clip, lakini kiukweli kabisa ni cheo na uraisi, ni mamlaka na utawala. Sisi tuna wazazi hapa, tuna wazazi, tuna baba, tuna mama, tuna watu waliokuwa mbele yetu wametangulia, lakini sio kuja kumvua nguo kwenye mitandao ya kijamii, lakini sio kuja kumzalilisha kwenye mitandao ya kijamii, sio kuitukana serikali yake, sio kumtukana yeye mwenyewe, kuitukana vyombo vya dola. Ni kwa sababu ya kuvuta bangi, ni kwa sababu ya kuwa umechanganyikiwa. Siku ukianza kupotea ukiwa hauonekani, wazazi wako ndo wanaanza kutia huruma kwenye mitandao ya kijamii, kumuomba mheshimiwa rais, kuomba vyombo vya dola vimsaidie. Ni kwa sababu ya kukosa heshima, ni kwa sababu ya kukosa uweledi, ni kwa sababu ya kulelewa vibaya. Mtu alolelewa kikamilifu mwenye akili timamu hawezi kuja kutoa matusi ya nguoni kumtukana mheshimiwa rais, hawezi kuja kuitukana serikali na kuongoza. Kiongozi ni kiongozi tu, hata kama sio kiongozi, angalia umri wa mtu uliomtukana. Ni mzazi wako, anaweza kukuzaa, lakini kumtukana ni kumvunjia heshima, ni kitu kibaya sana. Maneno aliyoyatoa kwenye kinywa chake ni maneno ya kulaaniwa. Kijana ambaye mwenye akili timamu, kijana ambaye mwenye akili sawasawa, ni mtu ambaye amelelewa na wazazi wake kikamilifu, hawezi kuja kutamka maneno mabaya, maneno machafu, maneno ya kumzalilisha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama huyo kijana. Mimi nimeshangaa siku ya jana kuona hii video kwenye mtandao. Kijana anajiamini kiasi gani kuweza kuja kumchafua rais, kuweza kuja kumtukana rais, kuweza kuitukana serikali yetu ya Tanzania, kuitukana serikali, kumtukana rais, kuweza kutukana jamii iliyomzunguka rais. Nimeiweka hii picha hapa si kwa bahati mbaya, ni kuja kuhakikisha kwamba hiye vijana ambao mna akili kama za huyu kijana, mkija mkipotea, alafu mama zenu wanaanza kutia huruma kwenye mitandao ya kijamii, ni kitu kibaya sana. Kijana huyu kitu alichokifanya, nimeanza kuiview ile video mara mbili kuisikiliza, lakini namna alivyoweza kumzalilisha rais wetu, namna alivyoitukana serikali yetu. Ni mtoto mdogo, umri wake ni mdogo, sijui ni bangi, sijui ni malezi aliolelewa, ni malezi mabaya sana. Yani hii kujiamini, sijui amejiamini nini. Alafu mwisho wa siku ukija kupotea kwenye jamii, watu ambao walokusupport kwenye mitandao ya kijamii wanaanza kulia, wanaanza kutia huruma, wazazi wako, ndugu zako wanatia huruma. Lakini fikiria, unajua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, huyu ni mzazi kama wazazi wengine, ni mama yako wewe kama mama mwingine. Cheo na madaraka ni cheo ambacho aliokipata yeye, ni Mungu amemjalia kuwa nacho. Aidha amepita kwa uweledi, amepita si kwa uweledi, lakini amekuwa ni rais wa Tanzania. Anafanya mabaya, afanyi mazuri, anafanya mazuri, afanyi mabaya. Hayo ni mambo ya kibinadamu. Lakini leo kuja kumtukana kwenye mitandao ya kijamii, kuja kumzalilisha kwenye mitandao ya kijamii, ni kitu kibaya, ni kitu ambacho hata mwingine akisikiliza anasema kabisa, kama huyu yuko hivi, je, wazazi wake wana akili gani? Ni kijana eti anasema mimi ni comedian. Hivi kuna comedy kuja kumtukana rais wa nchi? Hivi unamfahamu rais wa nchi wewe? Hivi unamjua mamlaka ya rais wa nchi? Hivi unaijua serikali ambayo wewe upo unaishi? Wewe unalala, unakula, unafanya kila kitu. Kama kweli unachukia Tanzania ama Tanzania, nenda nchi nyingine.
Lakini leo unaamua kuja kumtukana rais wa Tanzania, unaitukana serikali yake. Ni kitu kibaya sana, ni kitu kibaya sana. Yaani nimesikitika kuona huyu kijana amefikiria nini au anapata nguvu kutoka wapi kuja kumtukana rais wa Tanzania, kuja kuizalilisha serikali ya Tanzania, kuja kutukana viongozi wakuu wa nchi ya utawala. Kiongozi ni kama mfalme. Hata kwenye Biblia, kwenye Qur'ani imeweka wazi, hata kwenye uchifu kiongozi ni kiongozi tu. Hata ana madhaifu kiasi gani, ana mabaya kiasi gani, akishakuwa mtu kiongozi ni kiongozi tu automatically. Lakini kijana huyu sijui anategemea kitu gani kuja kuandaa clip ya kumtukana mheshimiwa rais, kuja kuandaa clip ya kuitukana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na aliyekuwa yeye ni Mtanzania, anaishi Tanzania, kumtukana rais wa jamhuri, kuitukana serikali. Hivi nikwambie, hakuna mtu ambaye hana mabaya aliyofanya. Kila mtu ana mabaya yake, kila mtu ana mazuri yake, lakini kuja kumtukana kiongozi wa nchi, kuja kuitukana serikali ya nchi, kuja kuitukana sekta yenye mamlaka ya nchi, nini ambacho wewe unajiamini? Yaani unajiamini nini kwenye serikali yako? Unajiamini kitu gani? Alafu mwisho wa siku mtoto akiwa haonekani, wazazi wanakuja kulia, wazazi wanatia huruma kwamba wameonewa, mtoto wao arudishwe, lakini wanashindwa kumkanya mtoto wao kuheshimu wakubwa, kuja kumkanya mtoto wao waheshimu viongozi wa nchi, waheshimu watawala. Hakuna mtu ambaye hana madhaifu, kila mtu ana madhaifu, kila mtu ana madhaifu yake, lakini madhaifu ya kutukana wengine, kumvunjia heshima mwingine, huo ni ujinga na upumbavu wa hali ya juu.